Hii ni fursa kwetu sisi sote, ni fursa nyingine ya kufanya hija, kusali katika kanisa hili kuu la jimbo ambalo ni moja kati ya makanisa yaliyotengwa kufanya hija. Kanisa hili kiti ni kanisa pia la hija, na lengo kuu la kukusanyika kwa uwakilishi kutoka parokia zetu mbalimbali za jimbo na taasisi ni kukuza umoja wetu wa wanajimbo kama familia. Kama jimbo tuko familia moja, tu ukoo mmoja wa Kikristo, na tunapenda pia tutumie fursa hii kukumbushana wajibu na majukumu kuijenga familia hii ambayo ni jimbo. Nitaomba mniruhusu katika tafakari yetu hii tuiweke katika sehemu mbili. Yaani baada ya kumaliza sehemu ya utangulizi, sasa fanye tafakari, na tafakari hii tuiweke katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ningependa tushirikishane kidogo juu ya maisha ya Mtakatifu Teresa ya Mtoto Yesu. Na sehemu ya pili itakuwa ni tafakari ya neno la Mungu sambamba na maisha yake na maisha yetu sisi sote. Sehemu ya kwanza, maisha ya Mtakatifu Teresa ya Mtoto Yesu. Alizaliwa Alesson, Ufaransa mwaka 1873 na alijiunga na shirika la Karmeli huko Lisieux, Ufaransa mwaka 1888. Ndio maana wakati mwingine anaitwa Teresa wa Lisieux, sababu ndio mahali ambapo alijiunga shirika la kitawa na kawatawa. Aliishi maisha ya kawaida kabisa, lakini yaliyojawa fadhila za kiutu, hasa utii na unyenyekevu, lakini vile vile fadhila za kimungu, yaani imani, matumaini na mapendo. Na kwa kweli aliyatoa maisha yake yote kwa ajili ya wokovu wa roho za watu. Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu anafahamika pia kama wa Mtoto Yesu, kama ambavyo tayari nimesema, ua dogo au ua la upendo, kwa sababu alipenda kumfuasa Yesu katika unyenyekevu wake, aliyechukua binadamu wetu, akajidogosha, akajinyenyekeza hivi, akaanza katika hali ya unyonge na udhaifu kama mtoto mchanga, na baadaye tunaona kwa mifano ya maisha na mafundisho yake akaingia moja kwa moja katika ile kazi aliyopenda kutimiza ya utii kwa baba yake kuweza kutuletea ukombozi. Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu alitamani kuwa misionari. Mahali fulani anasema, na hapa maneno, ningependa kusafiri duniani kote nikilihubiri jina lako na kuusimika msalaba wako mtukufu katika nchi za wapagani. Siku hizi tunapata shida sana kusema kwamba kuna mahali fulani watu ni wapagani. Karibu kila mahali watu ambao ama walikuwa hawaamini au hawajaanza kuabudu katika dini ratibishi tunazofahamu, lakini basi walikuwa wanaamini basi wao hata katika dini za jadi au imani fulani. Walikuwa na imani fulani kwamba wakijiweka katika nguvu za Mungu katika namna yao ya kupatia. Basi kila lugha inazungumzwa kwa kadri ya mazingira na wakati. Basi Mtakatifu Teresa ya Mtoto Yesu alitamani kuja kufanya utume katika nchi za misioni, lakini hakuweza kwa sababu ya shida ya afya. Tunafahamu alijiunga shirika akiwa na umri wa 15 mwaka 1888, na ni baada ya miaka 9 tu akiwa na umri wa miaka 24 basi aliitwa na baba wake. Basi hakuweza, lakini hata hivyo amefanywa kuwa mtakatifu, msimamizi wa nchi za misioni. Anatufundisha juu ya utakatifu kwa njia ndogo. Moja kati ya mambo ambayo alifanya ainuliwe kwa hadhi ya walimu wa kanisa ni huo mchango wa pekee aliotoa katika mafundisho ya kiimani, fundisho la pekee, yaani njia ndogo, kupata utakatifu kwa njia ndogo.
kupata utakatifu kwa njia ndogo ni kitu gani? Yaani yeye aliamini na alifundisha na kusema kwamba mmoja anaweza kupata utakatifu kwa kufanya mambo ya kawaida kabisa, lakini kwa upendo mkubwa. Alifariki tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 1897 kwa umri wa miaka 24. Aliahidi atakapofika mbinguni atatutendea mema sisi tulioko duniani, yaani atatunyeshea mvua ya mawaridi au neema tele. Na tumaini anayafanya hayo hata sasa. Ndio maana anapendwa sana karibu na watu wote na watu wa nchi zote. Ndugu zangu wapendwa sana, maisha ya Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu yanatukumbusha wazo la uaminifu kwa Mungu, utii kwa Mungu, lakini pia imani, matumaini na mapendo kwa Mungu na kwa jirani. Sasa huu uaminifu na mapendo, kwa mfano Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, wakati fulani ni kati ya changamoto tunazokabiliana nazo. Katika somo la kwanza tumsikia Nehemia anawekwa kama kielelezo kingine kwetu. Yeye alikuwa mtu wa kawaida aliyetumia rasilimali zake kujenga ukuta wa Yerusalemu, akiamini kwamba ni mji wa Mungu, akiamini kwamba ni mji mtakatifu wa Mungu. Unaweza kusoma kitabu cha Nehemia sura ya 2 aya ya 5. Na leo ndugu zangu, kwa mfano wa Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, kwa mfano wa Nehemia, tunaona watu maelfu na maelfu wanaojitoa sadaka hadi kwa hali na mali kwa kazi za Mungu na kanisa lake. Ndio maana sisi pia hatupendi kubaki nyuma. Katika somo la pili, kama tulivyosikia, waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto sura ya 13 aya ya 4 hadi ya 13, Mtume Paulo anawakumbusha Wakristo wa Korinto kuwa upendo utofanya kwa uvumilivu na wema. Zimetajwa kwa sifa za upendo tulisikia. Upendo huvumilia yote, usadiki yote, haujivuni, hautafuti mabaya na mambo kadha wa kadha. Kumbe tunaona katika somo hilo Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu akiwa katika mahangaiko ya maisha yake, naye alisoma sehemu hii ya maandiko matakatifu tuliyosoma. Alisoma sura ya 12 na ya 13 yote ya waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, na alipata majibu ya maswali yake. Anasema, na hapa namnukuu, ni upendo tu unaowafanya wanakanisa kuwa watendaji, na kwamba upendo ungekwisha mitume wasingehubiri habari njema na mashahidi wasingemwaga damu yao. Upendo ni kila kitu. Upendo unakumbatia nyakati zote. Upendo uko mahali pote. Upendo ni wa milele. Mwisho, ndicho anachotuambia Kristo katika Injili ya leo, kwamba kumfuasa kwa mfano wa Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu kunafurahi kumpenda yeye kuliko vyote. Tunaalikwa kumfuata bila kuchelewa. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo letu. Tunaalikwa kumfuasa Kristo bila kuchelewa. Mwisho, napenda kuwakumbusha tena kwamba leo tumeanza rasmi mwezi wa Rozari Takatifu, na Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu alikuwa na mapendo makubwa kwa mama Bikira Maria. Sehemu fulani anasema, na hapa namnukuu, wakati nilipokuwa nikipiga magoti mbele ya sanamu ya mama Bikira Maria Mshindaji,
Wakati huo ndipo niliporudishiwa furaha yangu kikamilifu. Yeye kila wakati alipopiga magoti mbele ya sanamu ya Bikira Maria mshindaji, kama alikuwa na huzuni, alikuwa na hofu, wasiwasi, mashaka na hali ya kukata tamaa, hapo ndipo aliporudishiwa furaha yake. Akaanza kubatasamu na kucheka sana moyoni na katika uso wake. Akaonyesha uso angavu. Nasi kama Mtakatifu Teresa wa mtoto Yesu, twende kwa mama. Twende kwa mama yetu Mama Maria, si kwa hofu, ila kama watoto wanaomkimbilia mama yao kwa upendo na imani kwake, tukimfuasa Yesu pia kwa njia hiyo ya rozari. Heri sana kwa sherehe ya leo. Mwenyezi Mungu azidi kubariki. Tumsifu.